Utekelezaji sasa kwa kundi la kwanza ikiwepo mji wa Geita ulianza mwezi Septemba mwaka 2023 kwa ile package ya kwanza ya barabara, na package hizi ambazo zinafuata nitazielezea kwa sababu ni package ya pili ambayo ndio tunaanza utekelezaji wake sasa. Lakini kwa package ile ya kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya Geita ilianza kutekeleza mradi huu kama nilivyokwisha kusema mwaka 2023 kwa mkataba wa jumla shilingi za Tanzania bilioni 22,232,794,212 ambapo jumla kilomita 17 za barabara zinajengwa. Barabara naweza nikazitaja kwa ufupi. Kuna barabara ya Mkolani ambao wengi tunazifahamu, Mkolani Mwatulole yenye kilomita 5.9, lakini tuna barabara ya Nyankumbu kwenda Kivukoni na kilomita 3.9, barabara ya Nguzo Mbili Samandito kilomita 1.7, barabara ya Ema Mama Kengele Mwabasabi ambayo ina kilomita 3.2, lakini pia tuna barabara ya Mwatulole Mshinde kwenda mpaka Twiga yenye kilomita 2.3. Pamoja sasa na ujenzi wa jengo la usimamizi wa uratibu wa mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokwisha kusema ni kwamba mkandarasi huyu ambaye anafanya kazi kwenye ile package ya kwanza anaita Sichuan, yeye alitakiwa kukamilisha kazi tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025. Lakini ukiangalia progress yake mpaka sasa hivi yuko kwenye 45%, ambayo kwa ukweli ni kwamba yuko nyuma sana. Lakini ofisi ya mkurugenzi kwa kushirikiana na TAMISEMI tuliongea na msimamizi mshauri kwamba tuanzishe mchakato wa namna ya kumaliza huu mkataba kwa maana ya kufuata taratibu za kimkataba, na tulipokamilisha tulituma haya maombi ya ushauri kutoka kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na bado tunasubiri hayo majibu. Tukisha yapata ya kutushauri namna ya kuendelea, tutafanya maamuzi ya kusimamisha huu mkataba, kwa sababu hakuna anachotudai mpaka sasa hivi. Pesa zote anazodai amelipwa, lakini amekuwa na changamoto nafikiri ya kifedha. Nadhani pesa zikilipwa zinakwenda sehemu nyingine, fanya kazi sehemu nyingine. Lakini ukweli ni kwamba wakati tunafanya tathmini ya kumpata huyu mkandarasi, nyaraka zote alizozitoa zilionyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kazi, na ndio maana akapewa kazi. Kwa hiyo hii ambayo linafanyika sasa hivi sisi tunaona ni kama ni kudharau halmashauri ya Geita, na ndio maana amekuwa akishindwa kufanya kazi kama inavyotakiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tutasaini mkataba wa ujenzi wa stendi ya mabasi ya hapa Geita, na mkandarasi aliyeshinda zabuni hii anaitwa Seotech Engineering Company Limited, ambayo imeungana na kampuni ya AMJ Global Multi Contractors kwa jumla ya gharama ya bilioni za Tanzania shilingi bilioni 19,171,601,509 bila ya ongezeko la thamani, yani kwa maana ya VAT. Muda wa utekelezaji wa mkataba huu ni miezi 15 kuanzia tarehe 15 Juni mwaka 2025. Na mkataba huu yote miwili inasimamiwa na mtaalamu mshauri anayeitwa Luptan Consultants, ambayo ni ya Tanzania ikishirikiana na kampuni ya Safi Consultants kwa jumla ya gharama ya dola za Kimarekani 680,370. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nihitimishe kwa kueleza machache kuhusu yale ambayo yanakwenda kufanyika kwenye ujenzi wa stendi hii. Yako maboresho makubwa, na Mheshimiwa mbunge alishasema tulichelewa kidogo kwa sababu ya kubadilisha eneo. Hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza, lakini pia taratibu za manunuzi, na zenyewe kwa taratibu za wenzetu wa Benki ya Dunia huwa zinachukua muda mrefu. Lakini jambo jingine, tulikosa mkandarasi mwenye sifa za kufanya hii kazi katika tangazo lile la kwanza la tenda za mwanzo.
Kwa sasa hivi tumepata mkandarasi mzawa ambaye ukweli katika maeneo mengi ambayo amefanya kazi, anafanya kazi vizuri, na nadhani na nyinyi mtakuwa mashahidi baada ya muda mfupi atakapoanza kazi. Na kwa sasa hivi yuko Mbeya ambako kazi zake ziko mbali sana. Alianza kazi na anajenga stendi pale na anajenga pia kuna soko ambao yuko mbali sana ukilinganisha na wakandarasi wengine ambao tumekuwa tukiwapata. Kwa hiyo tuna imani naye na kwamba anaweza akafanya hii kazi kwa wakati kama ambavyo mkataba unafanya. Tunachotarajia kutoka kwenye hii stendi ni kwamba tulikuwa tuna stendi iliyopo ilikuwa na uwezo wa kuwa na mabasi 34. Lakini sasa hivi tumeongeza mabasi, yatakuwa mabasi 42. Lakini jambo jingine, kulikuwa hakuna maegesho ya bodaboda wala maegesho ya bajaji. Sasa hivi tumeongeza, bodaboda zitakuwa zinapaki pale bodaboda 1000, bodaboda 1152, lakini bajaji zitakuwa bajaji 100 na zimetengewa eneo lake katika hiyo stendi. Kuhusu mapato, ile stendi iliyopo sasa hivi ilikuwa ina uwezo wa kuingiza jumla ya shilingi milioni 172,612,045. Lakini sasa hivi baada ya ujenzi tunatarajia kwamba stendi hii itaongeza mapato ya halmashauri